Umeshawahi kusikia kitu kinaitwa mkono wa Mungu ama sio? Mkono wa Mungu wangu. Napenda sana wimbo mkono wa Mungu wangu. Neno mkono wa Mungu wangu umeliona kwenye Biblia mara kadhaa. Kiukweli Mungu hana mkono. Mungu anaga mkono, lakini ni lugha nyepesi ya kutuwezesha kuelewa mkono wa Mungu kwenye fikra zetu. Mkono wa Mungu ni nini? Ni mamlaka ya utendaji, ni uweza wa Mungu. Zamani zile haisemwi Roho Mtakatifu, inaitwa mkono wa Mungu. Na actually kabla hapo zaidi hauwezi ukataja jina la Mungu. Jina la Mungu linazuiwa kabisa kutajwa. Kwa hiyo unataja tu mkono wa Bwana, mkono wa Bwana badala ya kutaja jina la Mungu. Mkono wa Mungu umeonekana huko nyuma, Musa akifanya kazi ya Mungu pale kwenye bahari ya Shamu. Mungu akamwambia nyoosha mkono wangu. Kabla hapo mkono wa Mungu ulikuwa na Musa miaka ile 40 jangwani. Kwa nini ulikuwa na Musa? Mkono wa Mungu ama Mungu na nguvu zake na mamlaka yake hana upendeleo. Ni imani yako kwa Mungu inakuunganisha na nguvu zake na mamlaka yake na mkono wake na utendaji wake na uchapakazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana asante umenileta nyumbani mwako. Mwambie Bwana asante umeniokoa. Mwambie Bwana asante kwa uhai. Asante kwa kazi ninayofanya. Asante kwa biashara. Asante kwa familia. Asante Mfalme kwa kanisa hili zuri. Tunakubariki Mfalme kwa nchi yetu. Tunakubariki Mfalme kwa yote yaliyo ndani yake. Libarikiwe jina lako asubuhi ya leo. Litukuzwe jina lako Mfalme. Hakuna Mungu kama Mfalme uzima. Tunasema asante. Uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ninaomba kila mmoja asema amina. Sema amina mtoto wangu. Sema amina kwa nguvu. Mwambie Bwana Yesu kwa mara nyingine amina. Amen. Asante sana, naomba ukae. Asante wanamuziki, asante praise team. Mungu atubariki, Mungu awabariki sote. Neno la asubuhi ya leo ni mkono wa Mungu. Sema mkono wa Mungu. Sema mkono wa kuume, mkono hodari wa Mungu. Kuna mtu nimemwona hajaongea, nataka turudie wote kama kanisa kwa pamoja na kuomba useme mkono wa kuume, mkono hodari wa Mungu. Neno la asubuhi litakuwa na sehemu kubwa kama 4 hivi. Kwanza, mkono unaohukumu, hiyo itakuwa eneo la kwanza. Alafu mkono unaookoa itakuwa eneo la pili. Alafu mkono unaodumisha na kutunza, kufunua kazi ya upendo ni eneo la 3 na la 4 la asubuhi ya leo. Mkono wa Mungu natuita kwa unyenyekevu, na andiko ni kutoka kitabu kile cha Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6. Rudia nyuma yangu, jinyenyekezeni basi. Mtaandika tu msiofu. Naomba turudie nyuma yangu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Ili awakweze kwa wakati wake. Mkono wa Mungu unamaanisha nini? Mkono wa Mungu kama nilivyosema mwanzo ni uwakilishi wa nguvu zake zinazotenda kazi. Ni mamlaka yake, ni uwepo wake, ni uingiliaji wake, ni ulinzi wake, ni nidhamu yake. Mkono wa Mungu unatuita kwenye unyenyekevu kama maandiko yalivyosema. Wewe ambaye umeokoka, ni sawa ufanye kazi, ni sawa ufanye biashara, ni sawa uendeshe maisha yako, lakini maandiko haya yanasema basi jinyenyekezeni. Basi jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mkono wa Mungu ni zaidi ya mkono wa elimu yako, wa bosi wako, wa baba yako, wa mama yako, wa mshahara wako, wa akili zako. Mkono wa Mungu ulio hodari, Ana alijinyenyekeza chini ya ule mkono. Penina akiwa anategemea maisha yake, ni vizuri sana, alikuwa na tumbo lenye rutuba safi kabisa, lakini nikwambie mkono wa Mungu ulivyogusa tumbo la Ana, hawakufanana watoto wao. Mkono wa Mungu ukiingia kwenye maisha yako, hakuna. Mnaweza mkawa nafanya kazi ofisi moja na mtu mwingine, actually anaweza kama amekuzidi mshahara ama elimu, lakini mtu ambaye mkono wa Mungu uko ndani ya maisha yake huwezi kumfananisha na mtu mwingine. Jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu unanyanyua maisha kuwa maisha ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu unaokoa kutoka kwenye nguvu ya dhambi. Tunaokolewa kwa neema.
Hatuokolewi kwa akili zetu wenyewe, hatuokolewi kwa ufahamu wetu wenyewe. Hata ukiwa umeokoka, kutembea kwenye maisha yanayompendeza Mungu, rafiki yangu, ni Mungu maishani, si uweza wa mtu. Nikwambie, usimcheke mtu mwingine ama ukamlaumu kulingana na maisha yake anavyoishi. Sana sana unaweza ukamshauri na kumwombea, lakini mkono wa Mungu ndio unaotuwezesha kukaa kwenye wokovu. Actually, mkono wa Mungu ndio unaotuwezesha kumpendeza Mungu. Naomba useme amina. Naomba useme amina, ndugu yangu. Ukimwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukaendelea kujinyenyekeza, yani kumtumaini yeye, kumwamini yeye, kumuomba yeye, kumtafuta yeye, mkono wa Mungu utakuongoza kwenye maisha ya faida. Haijalishi ulitoka wapi, ulikuwa unaitwa nani, ulitabiriwa nini, uliambiwa nini, uwejaza mkono wa Mungu kwenye maisha yako, maisha ya mtu wa namna hiyo yanakuwa tofauti. Mkono wa Mungu hurejesha kilichoharibiwa na dhambi. Naongea tu utangulizi kwa sababu wengi wetu waga tu ibada za katikati, kwa hiyo inabidi nifanye hapa kila kitu alafu baadaye niseme neno kwa haraka. Mkono wa Mungu unafanya nini kurejesha kilichoharibiwa na dhambi? Unarejesha mahusiano, unarejesha utambulisho, unarejesha kusudi, unarejesha heshima ya kiroho, unaweka kweli, unaweka kumwamini Mungu, unaweka kila ubora kwa mtu ambaye tayari alikuwa ameharibiwa na dhambi. Unakufanya sasa ukae kwa namna ambayo inampendeza Mungu. Mkono wa Mungu unatuongoza kwenye kuondoa fursa za dhambi. Mkono wa Mungu unatufundisha tusilishe kile ambacho Mungu anataka kukiua. Unajua, kawaida ya binadamu ni kumkosea Mungu. Mwili unaturudisha nyuma. Vitu mbalimbali ambavyo viko kwenye mwili vinaturudisha nyuma. Kuna mtu mwingine ni muongo kama lilivyo jina lake. Yaani unaweza kumuita pale kwa mfano fulani muongo alafu jina lake ni muongo. Kuna mwingine ni chuki, kuna mwingine ni kibaka, kuna mwingine hila. Yaani kila mtu ana mtego fulani. Ndio maana Biblia inasema kimbieni zile dhambi za kale. Hakuna mtu ambaye hana mtego. Nisikilize, la sivyo Yesu hakufanya kazi pale msalabani, wewe umejiokoa mwenyewe. Kwa hiyo kinachotuwezesha kushinda zile hila za Ibilisi, kushinda zile dhambi na mitego ya zamani, ni Mungu anatufundisha, Mungu anatupa nguvu. Jinyenyekezeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye atawakweza, nawe utakwezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Mkono wa Mungu unafanya nini kingine kabla sijaenda kwenye neno la leo hasa? Mkono wa Mungu unatudumisha katika kweli. Nguvu inayotuwezesha kukaa kwenye kweli sasa, kuomba, kusoma, kufuatilia neno la Mungu na kulitimiza, kulihofu na kuenenda ndani yake, ni mkono wa Bwana ulio ndani ya maisha yetu. Neno la leo sasa, asubuhi ya leo, ni kama nilivyokuambia, lina sehemu 4. Na ngoja niingie kwenye sehemu hizo 4 kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, nimeshaliongea kwenye muktasari. Mkono wa Mungu unahukumu dhambi. Mkono wa Mungu uwaga unahukumu dhambi. Nataka asubuhi ya leo tukitoka mahali hapa, ujiimarishe, ujitegemeze, unyenyekee ndani ya mkono wa Mungu. Manake mara nyingi tunakimbilia tu kutaka mkono wa Mungu kuinue kazini, mkono wa Mungu kupe hiki na hiki. Kuna ya kufanya kwanza. Kuna yale ambayo yalifanyika kwanza na Musa kabla hajafanya miujiza. Kuna vile alivifanya kwanza Elia Mtishbi kama hajawa Elia tulimsoma mlango wa 17 Wafalme wa Kwanza. Kuna maisha ambayo aliishi Yesu miaka 30 kabla hajaanza kuhudumu. Kwa hiyo hatuwezi tukategea tu kule mwisho unataka majibu ya mtihani, wakati ukufanya homework, wakati ukuhudhuria darasani, wakati mwalimu akikupatia assignment. Lazima tufanye kila kitu ili huo mkono wa Bwana uwepo ndani. Kwanza tunaokoka na kumfuata Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, and then tunajinyenyekeza. Yaani maisha yetu yote tunaweka chini ya huu mkono wa Mungu imara, alafu sasa kuna matokeo ya mkono wa Mungu. Kwanza nimekuambia mkono wa Mungu unahukumu dhambi. Mtakumbuka Farao alikataa mara kwa mara amri ya Mungu ya kuachilia wana Israeli. Nguvu ya Mungu kupitia Musa, na akiongea pale mlango wa 9 Kutoka, alisema Musa, mkono wa Mungu uliingia kwa wanyama wa Misri waliokuwa kule kondeni, ukaharibu, ukateketeza. Mkono wa Mungu ulikuwa unahukumu dhambi ya Farao. Unajua, hata kama umpende mtoto wako namna gani, huwezi kumruhusu mtoto kucheza barabarani. Si ndio mzazi mwenzangu, si ndio? Anaweza akagongwa, anaweza akafanya hiki ama kile. Nidhamu ni ishara ya upendo na sio chuki. Kwa hiyo mkono wa Mungu unapoturekebisha,
Kubali maoni, kubali, usikatae, kubali kurekebishwa na Mungu. Jambo la pili, mkono wa Mungu huokoa kutoka dhambini. Mkono wa Mungu tu haufanyi kuhukumu dhambi, lakini unaokoa. Niseme tena, Musa na Israeli, mlango wa 14 Kutoka. Mungu alitembea na Musa hatua kwa hatua. Mlango wa 14 akamwambia nyoosha mkono wako. Ile ilikuwa ni ishara rasmi ya Waisraeli kuacha maisha ya Misri, maisha ya dhambi, maisha ambayo Mungu alikuwa hataji, haabudiwi, haonekani, hana umuhimu. Bosi Farao, bosi Misri, mtaji Farao, mtaji Misri, bwana Farao, bwana Misri, lugha, kila kitu kilikuwa pale. Maisha yao na fadhila zao zilitegemewa Misri. Mungu akawapeleka kwenye dunia ambayo ilikuwa ni ya kumtegemea yeye. Mlango wa 14, mkono wa Bwana ukawapitisha bahari ya Shamu kwa muujiza mkubwa. Kwa hiyo mkono wa Mungu unaokoa kutoka dhambini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 9. Nataka kusoma Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 9. Maandiko yanaongea pale, tena naongea vile vile kwa watu ambao tumeshaokolewa. Yohana wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 9. Biblia inasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mungu anatusafisha, Mungu anatutengeneza, Mungu anatuweka huru na dhambi. Hakuna nguvu inayotupatia uwezo wa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu isipokuwa Mungu yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Jambo la tatu, mkono wa Mungu hudumisha waaminio katika kweli. Mkono wa Mungu hudumisha waaminio katika kweli. Nataka kutia moyo asubuhi ya leo, kama kuna kweli yoyote ile unayoifahamu ya kiroho, kweli yoyote mmoja wapo ni kutoa fungu la 10. Mwambie Bwana, niwezeshe niwe mwaminifu kwenye utoaji. Bwana, nikumbushe. Bwana, nitie nguvu. Bwana, nionyeshe njia za kubarikiwa. Mfalme wa uzima, nishike. Nishaongea nafikiri ibada ya Jumapili ama katikati, sikumbuki. Lakini mimi kama mchungaji ninakatwa mshahara wangu 10% napelekwa section moja kwa moja. Mimi hapa nikaona ni uchochoro mzuri kweli wa kutegea. Kwa mfano, mchungaji mimi nalipo 400,000. Kwa hiyo mweka hazina kanisa atanikata 40,000 atapeleka kule section. Si ndio ndugu zangu? Simuitikie basi, si ndio? Ama si watoaji fungu la 10? So nikaona hii hapana. Mimi nikaenda kwa ofisi, nikamwambia mhusika, mimi mshahara wangu nautaka wote mkononi. Kwa sababu siku moja ndugu mmoja amekuja kunipa hela ya mafuta 50,000. Si ndio ndugu zangu? Nitikia ndio. Si ndio? Ama si watoaji nyinyi? Si ndio? Kwa hiyo nikipata 50,000 fungu la 10 ni ngapi rafiki yangu? Sasa kama nishapeleka 40,000, mwakazina alinikata. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hauwezi ukatoa fungu la 10 40,000 miaka 10 mfululizo. Kuna element za wizi ndani yake. Wewe si umeoza mtoto wako? Si mko anakuletea 40,000 ya mafuta, ama 50,000 ya bando la simu, ama 30,000 ya kunywa soda. Unafikiri hizo tunatolea fungu la 10 ama tutolee ndugu zangu? Zinataka zitolewe ama zitolewe? Nikasema hapana, nikauchukua. Sasa kwa mwezi huu kwa mfano nimepewa, lakini kila siku nakumbuka, najipigia mahesabu tata. Mpaka nimekaa pale nikasema sijatoa. Naenda kutoa hiki. Hakunaga mwezi umepita sijatoa fungu la 10, wallahi nakwambia haijaitokea. Kila mwezi lazima nitoe. Na nikwambie na hakikisha 5,000 ya bando la simu, 10,000 ya mafuta, 3,000 ya soda. Nakwambia nitaziweka nizitolee fungu la 10 kwa sababu ndio ajenda yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa atakayekufanya ujisikie hukumu, atakayekufanya ukumbushe, atakayekufanya ukose raha, atakayekufanya uazimie kutoa yote ni mkono wa Bwana ndani yako. Lazima utakuwa unapiga chenga tu, lazima utakuwa ni ule mtu wa milioni moja miaka 30 fungu la 10. Hakuna kitu cha namna hiyo. Mkono wa Bwana unatudumisha waaminio katika kweli. Sema mkono wa Bwana. Sema kwa nguvu, mkono wa Bwana unatudumisha. Sema unatudumisha. Sema unatudumisha waaminio katika kweli. Mkono wa Bwana vile vile ulitumika zamani wakati Yoshua anawekwa mafuta. Mlango wa 27 kitabu cha Hesabu, Mungu anamwambia mchukue Yoshua Musa anaambiwa na Mungu, mpeleke mwekee mikono, alafu wewe na wazee, alafu mtambulishe. Ukishampa mausia mtambulishe kwa kusanyika. Mungu akamtumia Musa kumwekea mafuta yule jamaa anaitwa Yoshua. Timotheo wa pili, Paulo anamkumbusha Timotheo ngoja nisome mstari wa 12. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 12. Ni wa 14 lakini nataka nianze mstari wa 12. Mtu asiudharau ujana wako. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 12. Maandiko yanasema, niwe radhi, Timotheo wa kwanza, niwe radhi. Asante sana Bwana Media, umenionyesha hapo imechemka. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12. Anasema hivi, mtu yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa na unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Usichukuliwe poa, usidharauliwe. Hata kama ukadharauliwa usikubali. Yaani usijiweke pale ambapo umewekwa. Usijione mdogo. Usiache kufanya kazi ya Mungu. Usiache kufanya yaliyo sawa. Usiache kutembea na Mungu. Usiache kuabudu. Usiige watu wavivu. Usiige watu ambao mpendi Mungu. Usiige hata kama ni mmeo ama mkeo afungi, wewe mpikie, funga. Wewe njoo kanisani, amelala jana alikesha anaangalia mpira, wache njoo. Hata kama hujui kuendesha gari, panda daladala. Kama unaweza wa bajaji, panda bajaji. Usirudishwe nyuma na mtu yote. Paulo anamwambia Timotheo, usiache kufanya kazi yangu kwa sababu ulikuwa umewekewa mikono. Kama wewe unayo mikono ya Mungu katikati yako leo, kama unayo roho ya Mungu katikati yako leo, usirudishwe nyuma na mtu yoyote. Usikubali mazingira ya kurudishe nyuma. Usikubali. Wewe tembea na Mungu wako. Wewe jiweke kwa Mungu wako. Wewe kaa na Mungu wako. Ita mkono wa Bwana. Sema ninataka mkono wa Bwana. Muulize mwana divai, ule wimbo wa mkono wa Bwana unaitwaje? Nenda kwenye maandiko. Soma Musa alivyowekewa mikono nikiendelea. Soma Yoshua alivyowekewa mikono nikiendelea. Jamaa alisimama mwenyewe. Wanaume wote walivaa madera. Mwanamume alikuwa Yoshua peke yake kwa sababu alikaa kwenye mikono ya Bwana. Kwa sababu alifanya kazi ya Mungu. Kwa sababu alitembea na uwepo wa Mungu. Kwa sababu alisikiliza amri za Mungu. Kwa sababu alitembea na kila neno la Mungu. Mlango wa kwanza Yoshua anaambiwa hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Maana yake ni hii, akisimama ataangushwa na upanga na neno na uwepo na nguvu. Hakuna binadamu atakayesimama mbele yako. Ngoja nikwambie, wewe kama umeweka mikono ya Bwana, kama unatembea ndani ya uwepo wa Mungu, hakuna kinyamkera, hakuna pepo, hakuna nguvu, hakuna babu, hakuna bibi, hakuna mwanamume, hakuna mwanamke anayeweza kusimama mbele yako. Tembea na nguvu za mkono wa Bwana. Tembea na mkono wa Bwana asubuhi ya leo. Mkono hodari, mkono wenye nguvu. Ukishaokoka, dawa ni hii, vitu viwili. Kama umeokoka, jinyenyekeze. Always angalia unajinyenyekeza. Tafuta maslahi ya Mungu. Tafuta kumpendeza Mungu kwanza. Tafuta kukaa na Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri kwa nini tunaleta watoto hapa? Kuwekwa wakfu. Maana yake ni kuwaweka mikononi mwa Bwana. Alafu wanarudisha nyuma huko nyumbani.
Unaanza kuwalisha Diamond, unalisha miziki yote. Mwanangu unacheza, mtoto anakuja Sunday school hii, alafu unakubali asikilize nyimbo za mtaani. Likiwa jambazi, jamani niombe nini? Mtoto anatakiwa kuwekwa mikononi mwa Bwana 24/7 siku zote 365 za mwaka. Mtoto anawekwa mikononi mwa Bwana. Kwa nini nikwambie mzazi ulioko hapa? Mtoto hana uhuru wa kutenda anachotaka yeye mwenyewe, alimradi yuko chini ya amri, chini ya dari yako. Mtoto anaongozwa na utashi na ufahamu wa mzazi. Sema amina. Sema amina. No, sema amina. Nampatia simu mtoto, anafanya anachotaka kwenye simu. Kweli? Kwa nini tunazileta ndoa hapa? Sababu ndoa ziko za aina 3 hapa nchini. Kuna ndoa ya kimila ama ya jadi. Akishalipwa mahari mzazi wako huko, basi tena ile ndio ishako. Leseni ya kimila ushapata. Kuna ndoa za kiserikali. Mtakachosema chote hapa mseme, mradi mshatangaza siku 21, hata msivishana pete mtajijua wenyewe, mtasaini tayari ndoa. Lakini kuna ndoa ya kanisa. Hapa kinachofanyika ni kuiweka ile ndoa. Umelipiwa mahari, hujalipiwa, sio jambo la kwanza. Lazima ndoa ya mtakatifu iwekwe mikononi mwa Bwana. Alafu narudi huko, unaanza kuishi kulingana na wale wasusi wanavyokuambia. Mwanamume bwana mfanyie hivi na hivi. Show tumenifaa. Nipe 5. Yaani sina mtu kama kweli. WK haupo hata siku moja, mkesha haupo hata siku moja. Nakwambia wewe ukiitwa kwenye mfungo ni shida. Unaenda kutazama mpira kule, mwanamume mwenzangu umevaa jezi lako la sijui la timu gani, unakaa huko mpaka 8, wajamaa wameongea kila, alafu nakuja nikwambia kitu kimoja. Shetani atakusogezea mifano ya kidunia. Unasikia kabisa mpira unasema unajua kuna watu wengine hawajaokoka lakini wana ndoa nzuri tu. Hakuna kitu kizuri ambacho Yesu akipo ndani. Hakuna. Yaani hata kama inakaa namna gani, hata kama ni tamu namna gani, hakunaga maisha ya mtu ambaye hajaokoka eti ni mazuri kama maisha ya mtu wa Mungu. Hakuna. Nataka unisikize vizuri. Hakuna. Sema amina. Sema amina. Haiwezekani ukalinganisha maisha ya mtu ambaye hajaokoka, hata kama ametulia, hata kama koko kuna kama moto, sema ni mazuri. Nakataa. Nakataa. Wewe umepakwa mafuta. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mamlaka ya Mungu. Wewe umeombea. Wewe unasali. Wewe unatoa fungu la 10. Wewe unakuja hapo na abudu. Iwezekanike vipi useme hata kazini ana afadhali? Afadhali unaijua wapi? Afadhali iko ndani ya neno la Mungu. Ushindi uko ndani ya neno la Mungu. Mkono wa Mungu ndio unatuongoza. Mkono wa Mungu ndio unaguarantee. Hauwezi kulinganisha maisha yako na dunia ukasema kuna ndoa nzuri duniani. Hakuna. Siwezi kuongea kila kitu hapa sasa hivi. Kuna siku naweza nikaviongea huko mbele. Lakini nimeona maisha machungu na watamu ya watakatifu. Ngoja nikwambie, nitachagua machungu ya watakatifu siku zote. Nitachagua sio hivi yenye uchache wa watakatifu siku zote kuliko matamu yenye asali ya dunia siyataki. Ngoja nikwambie rafiki yangu, baraka ziko na watoto wa Mungu. Sema amina. Ushindi uko na watoto wa Mungu. Sema amina. Nguvu ziko na watoto wa Mungu. Sema amina. Usichukue modo ya dunia ukasema afadhali dunia. Ukisema hivyo imekula kwako. Hata kama mkeo ni mbishi kama jiwe la mtoni, ndiye huyo tu, ndio ulimchagua tu. Ama sio Dr. Mkoka? Si ni huyo dada ulikufa kwake? Hata kama mkeo asmile hata siku moja, nikwambie ni wa kwako tu. Nakwambia hata kama mmeo hajui kupika, ndio huyo tu. Amesema mchungaji Kitoi, si ndio? Si ndio pale? Hata kama anaweza tu kupika chai kama mimi, ndio huyo. Eti dunia. Mimi nikwambie, kataa leo asubuhi na mapema. Chomoka hapa na mkono wa Bwana. Chomoka hapa na nguvu za Mungu. Chomoka hapa na ahadi za Bwana. Sema Bwana nishike, Bwana nitie nguvu, Bwana niwezeshe, Bwana nikumbatie, Bwana nishereheshe, Bwana nipe uhakika ninataka kutembea na mkono wako. Ndivyo nisema ni heri niangukie kwenye adhabu, ni heri nipigwe, ni heri niumizwe na mkono wa Bwana kuliko nikimbizwe na adui zangu. Ngoja nikwambie, ni heri shari ndani ya mkono wa Mungu.
Sidangani hata siku moja, sidangani. Sikia mpendwa siku moja anaongea, nilitaka kuchomoka. Yaani mpendwa anasema hata ndoa za duniani nyingine zina amani. Amani ya wapi? Hakuna amani kwa wabaya, ndio maandiko yanavyosema. Mungu amenipa maandiko, ngoja tusome asubuhi leo. Yakobo wa kwanza, Yakobo ina wa kwanza wala pili, tusamee. Yakobo mlango wa 4. Yakobo mlango wa 4. Yakobo mlango wa 4 mstari wa 6. Lakini hatujali sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu wapinga wajikwezao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Yaani wale ambao wamejinyenyekeza chini ya mkono wa Bwana wana neema. Ngoja nikwambie, kama hujajinyenyekeza inakuwa kama Mungu na Esau. Mungu alimpenda Yakobo kiasi kwamba Esau ni kama alikuwa anamchukia. Mungu sio kwamba alimchukia Esau, lakini mapenzi yake kwa Yakobo yalikuwa mengi, ilikuwa ni kama anamchukia Esau. Sasa wewe unayejinyenyekeza kwa Bwana, maandiko yanasema Mungu ana upendo na wewe, Mungu ana mahaba na wewe, Mungu ana hisia na wewe, Mungu ana vibe na wewe, Mungu ana connection na wewe, Mungu anakuazia mema, Mungu anakuotea mema, Mungu amekupangia mema, Mungu yuko pamoja na wewe. Mlango mstari wa 7, hebu niweke mstari wa 7 tena mpaka mstari wa 10. Niweke wa 7 tafadhali. Wa 7 unasemaje? Basi mtiini Mungu, sema basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani. Mpingeni shetani. Naye atafanya nini? Linaanza kusema nini? Linaanza kusema basi fanya nini? Basi tunafanya, weka wa 7 pale bali usitoe mpaka nikwambie. Anasemaje mstari wa 7? Basi kwa hiyo tunaanza kwa kufanya nini ndugu zangu? Tunaanza kwa kufanya nini ndugu zangu? Alafu unatii neno, unatii mahubiri, unatii kanisa ikwambia njoo mkesha, unatii kuna fungu la 10, unatii mpaka mwisho, unatii kuhusu mifungo, unatii kuhusu kupenda, unatii kuhusu kuchukia kazi ya ibilisi na kampeni zake, unatii kuhusu mkutano naende kufanya pale, unamtii Mungu. Alafu tunafanya nini baada ya kumtii Mungu? Tunafanya nini ndugu zangu? Una rafiki yako muovu kila siku anakuambia Swaiba njoo kwangu tuangalie hiki na Kisada WK, na unaenda. Swaiba njoo tuna mpira kwangu, na unaenda. Kweli? Ngoja nikwambie, unamuomba Mungu akutie nguvu, alafu unakaa na vitu vya kufisha, unakaa na watu wabaya, unakaa na simu wakati kuna mtu anakuita na habari mbaya. Ngoja nikwambie rafiki yangu, pinga katika jina la Yesu, 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 pinga katika jina la Yesu. Mpinga shetani, pinga vyombo vyake, pinga marafiki zake, pinga hata kama akiwa na sura nzuri, warefu, wanene, weupe, pinga. Usifanye urafiki na shetani na kuomba. Sema amina. Sema amina. Sikuwa na mahubiri ya muda mrefu. Kaida napendaga kukaa na mahubiri wiki moja ama zaidi. Haya yakuwa hivyo. Nimeanza tu kufanya Bible study, nikapewa amri ya kuhubiri leo, na uaga sikatai, haiwezekani nikakataa. Na nikishapewa amri ya kuhubiri leo, jana nilikuwa nasafiri kwenda mkoani. Kuna shughuli ilikuwa inaenda kumwakilisha mchungaji kiongozi. Nikaenda kule. Nimefika kule na mahubiri yangu. Kwanza nilikuwa nimechoka. Nikisafiri ndeshaga nikalala njiani kwanza nipate nguvu, nikafika. Nikakesha mpaka almost asubuhi, nimelala saa 9 asubuhi ya kuamkia Jumamosi. Ninasoma, ninapanga mahubiri yataanzaje, yataishaje. Shule ni nzuri lakini shule zingine sio nzuri. Utaki mahubiri yako yakae ovyo. Haya nimevuruga na kuweka tena jana mchana. Bomoa, weka hivi, bomoa, weka hivi. Alafu nikakaa kwenye shughuli mpaka saa 12. Nikaendesha kutoka Morogoro mpaka hapa. Na kuambia nimekuja ni Mungu mwenyewe amenifikisha. Kwa sababu kuna saa zilichemka kichwani nikawa na paa kuliko farasi. Yaani nilikuwa naimini ile gari mafuta mwisho. Niliruka tu, nikakanyaga. Mpaka injini nasema witness ninakuacha hapa, nasema uniache nitatembea. Fika nyumbani saa 4, nimelala saa 5 usiku. Nimeamka saa 9 badala ya saa 8. Ngoja nikwambie, ni mkono wa Bwana umenileta nyumbani jana. Ni mkono wa Bwana umenileta nyumbani jana.
Najua mama Swai pale sasa hivi anaogopa, anashtaka huyu jamani nilimwambia hivi. Sababu nikianza niambia mama kumeenda vizuri, ubarikiwe, nikampigia simu mama ubarikiwe. Haya ufike salama, mzee akaniambia ufike salama. Okay, kwaheri. Nimekuja hapa ofisini, bili sana endelea. Kompyuta yangu imenizimikia kama kawaida. Washe bembeleza ombea, ikawaka. Nikiomba inawaka. Nikianza kufanya kazi inazima. Lakini mobilisi nilikuwa nayo. Ngoja nikwambie rafiki yangu, mpinge shetani atakimbia. Shetani akae sebuleni kwa mtu anayempinga. Shetani akae kwenye gari la mtu anayempinga. Shetani akae kwenye familia ya mtu anayempinga. Shetani akae kwenye akaunti ya mtu anayempinga. Shetani akae kwenye ndoa ya mtu anayempinga. Mpinge shetani naye atakula kona. Shetani atama, shetani atasafiri, shetani ataenda likizo, shetani atakuwa wake, shetani atakaa naye. Mpinge shetani atasepa. Maandiko amenipa Mungu asubuhi leo, sikuwa nayo. Kwa sababu kompyuta imegoma, nikamwomba Mrs. Masani nitengenezee kwenye karatasi. Mikongo yananoga tu. Haleluya. 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 Sasa ngoja nikuchanue. Nataka unyoshe mkono wako kiukweli. Nani ambaye mmewe ama mkewe hajaokoka yuko mahali hapa? Mjielewe. Yule ambaye mmeo ama mkeo hajaokoka uko katika ibada ya kwanza, naomba unyoshe mkono. Nyoshe, usiogope jamani. Unaogopa nini? Aha, naomba ushushe, asante. Sasa mchungaji Ntamba amekuja ameongea vizuri sana. Wewe mkaribishe habibi wako. Mwambie mpenzi, kuna mtoko, sema amina. Mpenzi, kuna pilau, sema amina. Usimwambie mambo mengi. Wewe usimwambie mambo mengi. Haikuuliza nani analipia, mwambie mimi. Unajua watu wa Kinondoni ni wachoyo. Sema amina. Wewe mlete mmeo. Ni maana mchungaji kiongozi, labda mchungaji Nyantamba kuelewesha vizuri, lakini nikwambie, kama una mkeo, kama una mmeo hajaokoka, mlete huo mtoka kwenda bichi mpaka shehe wako awepo. Hata kama anaitwa Alfani mlete, kama anaitwa Kipeshe mlete, kama anaitwa Maimuna mlete. Nikwambie sera yetu ni moja, tunapiga soko mboga, piga soko mbegu, chukua kila kitu, tumwachie shetani hata ukoko. Mlete mmeo. Sisi tunatembea na mkono wa Bwana. Bwana, tuko hapa na ajenda, hatuko hapa kuuza sura, tuko hapa kutengeneza milki na falme ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalizie mimi maandiko yangu. Mstari ule wa 8. Anasema mkaribieni Mungu naye atakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye nia mbili, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Huzunikeni kwa kuomboleza na kulia, kuchekwa kwenu na kugeuzwa kuwa kuomboleza, na furahini kuwa hamu. Jidhilini, anarudia tena. Jidhilini, jinyenyekeze mbele za Bwana, naye atawakweza, atawakuza, atawanyanyua, atawapromote kwa wakati wake mwenyewe. Sasa tuende Yakobo. Petro wa kwanza mlango wa 5. Maandiko ni kama hayo, kama walikopi vile. Mstari ule wa 6. Sema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Wanawake wanaongea nusu, wanaume hata mmoja anayesema. Narudia tena, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Sasa twende mstari wa 7. Mstari wa 7 anasemaje? Sema ukimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na kwa mambo yetu. Yaani ni shida zake Mungu kuhusika na majonzi, shida zake Mungu kuhusika na wewe hauna kazi, shida zake Mungu kuhusika na upweke wako, ni shida zake Mungu. Rafiki yangu, ukishajiweka kwake, ukishajinyekeza kwake, yeye anahusika. Ni concern yake, ni shida zake, ni yeye atafutatua, ni yeye atapigana, ni yeye alitoa ahadi. Mtupie yeye, watembea na mkono wa Bwana basi.
Yoshua kuambiwa hangaika, angalia watoto wako watakula nini, angalia hapo. Ngoja nikwambie, unaona hii iPad sikuinunua, ililetwa. Hii simu ililetwa, hii simu hapa imeletwa. Hivi hatu sikuchagua. Hii suti niliambiwa nenda dukani, hii tai imeletwa, hii shati nimepewa. Ngoja nikwambie, Mungu atajishughulisha na shida zako wewe. Wewe kaa kwake tu, wewe tembea na yeye tu rafiki yangu, wewe mtafuta huyo Mungu tu rafiki yangu, wewe muita huyo Mungu tu, mwambie Bwana nimekumisi, Bwana ninakupenda, Bwana nataka uonekane, Bwana mimi mtumishi wako. Huku natoa fungu la 10, huku na kesha, huku kwa WK, huku nakuja mbele za katikati, huku natembea na Mungu. Ngoja nikwambie rafiki yangu, hata kama mmeo ni mgumu namna gani, namuona hapa jamani, mbishi kweli kweli, namuelewa jamani, sura ngumu kweli kweli, ndio jamaa, sikia kwa mbishi, yes, anafanya kama mtoto. Ndio kuna mwingine ajabu sana kweli, nakwambia mimi naisha kwangu angekuepo hapa na I wish. Yaani kuna mwanamume ambaye yeye ubabe wake ni wewe uwe mchangiaji tu wa mada na usiki na maamuzi. Na actually ukisema ile mada anakuwa kama anaangalia mpira alafu jiongelesha. Mume wangu unaonaje mshahara tunafanya kazi wote. Ndio anapojiambia kwa kichwa. Wanawake wasikizi hawana adabu. Ngoja nikwambie, mweke mikononi mwa Bwana rafiki yangu. Bwana anajua kunyosha mtu rafiki yangu. Bwana anajua kumtengeneza mwanamke. Mnakumbuka Abigail? Abigail alikuwa na busara, alikuwa na haiba, alikuwa na sura, alikuwa na mahaba kuliko yule jamaa anaitwa Nabali, mtu wa kauli chafu. Na kuna wanawake wengine jeuri vile vile, sio wanaume peke yao. Kuna wanawake jeuri. Kila unachomwambia anakichuja kulingana na anavyofahamu yeye. Well, haina shida, tuwaga tunachuja vitu anyway. Kuna experience, kuna nini, lazima utachuja. Lakini ngoja nikwambie, maisha familia ni maisha ya maelewano, ni maisha ya upamoja, ni maisha Mungu kuonekana. Mimi nakuhakikishia Mungu ataenda kutengeneza maisha yako kuliko akili zako na uelewa wako na marafiki zako wanavyoweza kuchanua. Actually, ngoja nikwambie, Mungu anatengenezaga maisha ya mtu kuliko hata sisi wengine hata tuliokuwa tunaweza kuambia. Moyo wa mtu ni mgumu rafiki yangu, kumbadilisha uwezo. Wewe jiweke mikononi mwa Bwana, Bwana atafanya miujiza yake ndani ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mtoto wa Mungu. Mkono wa Mungu dumisha waaminio katika kweli. Kumbuka Elia Mtishbi, mlango wa 18, mfalme wa kwanza. Ameita wale jamaa wanaoabudu sanamu, njoni wote hapa mlimani. Wakaende. Mwamba yuko mwenyewe tu. Ile kundi limeenda kama, ngoja nikwambie rafiki yangu, ukimjua Mungu huaga ufati mashauri ya wengi. Simaanisha usikilizi nilichokisema awali, mkeo ama mmeo anasema nini, hapana. Na maanisha kwenye kutenda mapenzi ya Mungu. Yaani sasa kwa mfano fungu la 10 limefika, hausikilizi ushawishi wa mtu mwingine. Kwa mfano ni kumpenda mkeo, hausikilizi ushawishi wa mtu mwingine. Kwa mfano ni kumheshimu mmeo, napenda neno kuheshimu kuliko kutii, kwa sababu kuheshimu ni kubwa. Kwa sababu kwa mfano ni kumheshimu mmeo, hausikilizi mambo ya watu wengine. Yaani kwenye kutenda wajibu wako haushawishiwi kulia wala kushoto. Tunasemaga hapa, naomba rais awe mshirika wa kanisa. Naomba waziri mkuu awe mshirika wa kanisa. Ngoja nikwambie, akiingia hapa vimuli vile yake nani vinabaki huko nje, hapa ndani mshirika kama mtoto yule. Sema amina. Manake hivi, ushawishi wa mtu mkubwa kwenye kanisa huko chini ya neno la Mungu. Ahabu aliposimama pale mlimani, alikuwa yeye ni mfalme, alikuwa na askari, alikuwa ni watu wakambabaikia. Lakini kuna jamaa moja alikuwa linaangalia farasi, alikuwa linaangalia jeshi, alikuwa linaangalia walivyovaa, alikuwa linamwangalia Mungu. Anaitwa Elia Mtishbi, mlango wa 18. Akasema ombeni. Jamaa wenye swaga, wenye kila kitu, wenye vibe wakaomba. Alafu wale wapumbavu, wale mambweha, wale si mambui, si vitu gani ambao wanafuata kundi, wakaangukia upande wa Ahabu. Yule jamaa yuko mwenyewe, tena na kipara, tena mfupi, tena ngozi imeoza, tena ni kikwapa, tena sanda zake vile hivi. Jamaa anatembea tu mwenyewe. Ngoja nikwambie, jamaa wenye swaga, wenye vibe wakaomba siku nzima. Mtu mwenye mkono wa Bwana ametulia na mkono wa Bwana. Hana hata shoga yake mmoja. Wakaomba, akamwambia Mungu, pengine ameenda kulala, pengine hivi na hivi. Yaani nikwambie rafiki yangu, ilipofika sala ya jioni, mwamba akamwita Mungu. Kwanza akasema weka maji, weka maji, weka mawe, weka sadaka itokote. Alafu akaomba sana. Nilikuwa natembea na mkono wa Mungu rafiki yangu.
Wewe tembea na mkono wa Mungu rafiki yangu, tembea na mkono wa Mungu rafiki yangu. Hakuna chochote kinachoweza kukuzia wakati unafanya kazi ya Mungu, wakati umekusudia kumpendeza Mungu, wakati umekusudia kujitolea kwa Mungu, wakati umekusudia kumpendeza Mungu. Sawa, unauza mboga pale sokoni. Mwezi uliopita nilikutana na binti mmoja hivi, namsemaga mara nyingi kweli. Yule binti nilikutana naye hapa kanisani hapa alipokaa mama Makenzi kwa nyuma yake. So mimi nimekuja kwenye maombi Jumanne, kaambia habari yako mgeni hapo, ndo miaka ya kwanza nimefika. Akaniambia nzuri. Nikamuuliza unaitwa nani? Hivyo mimi namwona ni mdogo. Akaniambia sina kazi mchungaji, anasema sijapata kazi bado. Nikamwambia kwa nini usisome zaidi? Akaniambia nimesoma. Nikamwambia umesoma? Umesoma wapi? Akaniambia nimemaliza UDSM. Sasa kwa vile alivyokuwa amekaa, alikuwa anakaa kama mtoto form 2. Nikashtuka kwa hiyo. Nikamuuliza unafanya nini? Akasema nauza genge na mamangu. Nijisikia vibaya. Anauza genge na mama yake ameweza UDSM. Wangapi wako vioni sasa hivi hapo? Shusha mikono. Ndio kuna watu hawajielewi humu ndani. Kuna watu hawajielewi na kuhakikishia. Wangapi wako vioni sasa hivi? Nyanyua mkono wako juu. Wewe Lydia hujanyosha mkono. Nataka kuuliza wangapi wako chuoni sasa hivi? Nyanyua mkono wako juu kabisa. Asante. Yule mtoto alikuwa chuoni lakini anafanya na mama yake. Anauza genge. Nikamwambia mtoto wa Mungu, wewe tulia, Mungu atafanya. Mwezi uliopita nimekutana naye. Alishaolewa, ana mtoto, ana kazi, mume wake, wana maisha yao. Hajamwacha Yesu. Kwa nini? Kwa sababu alitembea na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na kesha. Kwa nini? Kwa sababu haikuwa shida kufanya kazi hata na mzazi wake gengeni. Haikuwa shida kuendelea kumpenda Mungu. Haikuwa shida. Elia akaomba. Sawa, yuko mwenyewe. Moto ukashuka kutoka mbinguni rafiki yangu. Ule moto haukuwashwa na kiberiti. Ule haukuwa moto wa gesi rafiki yangu. Haukuwa moto wa bomu. Haukuwa moto wa petroli. Ulikuwa ni moto kutoka mbinguni. Leo nataka ujifunze kuhusu Musa, Elia na Yesu. Hawa watu walitembea na mkono wa Bwana rafiki yangu. Hawakutembea na farasi, hawakutembea na kundi kubwa. Elia akaomba, moto katoka mbinguni. Ukalamba sadaka, ukalamba kuni, ukalamba mawe, ukalamba maji. Jamaa wakaabudu wenyewe. Hakushuhudia hapa. Hakusema Mungu ni Bwana. Ilikuwa live bila chenga. Wale watu 400 na wakaanguka, wakasujudu. Haikutosha. Kwa hiyo jamaa ambaye anampenda Mungu, hata mshuhudu vipi? Akawalisha visu wote. Sisemi ukalishe mtu kisu. Lakini jamaa alikuwa anashabikia mkono wa Bwana peke yake. Maslahi alikuwa anamtisha ni mkono wa Bwana peke yake. Hakuwa anataka kujipendeza kwa mfano. Kwa sababu wengine wangesema unajua mtukufu rais ameniita nikaombe Ikulu. Alafu akanipa milioni 3. Alafu milioni 3 kafanyaje? Unakuta hata kutolea fungu la 10, hata kutolea ujenzi, alinunua sijui viatu, alinunua gari mpya, alifanya nini? Yaani yeye yuko hapa, ama tuseme mtumishi wa Mungu kama mimi niko hapa kwa maslahi yangu mwenyewe. Niko hapa kwa rutuba zangu mwenyewe. Niko hapa ili mimi niboreke. Ngoja nikwambie rafiki yangu, mkono wa Bwana unaonekana kwa wale wanajitoa kwa Mungu, wale wajinyenyekeza 100%. Naomba useme amina. Naomba useme amina. Mkono wa Mungu unaonekana katika kazi zake za upendo. Matendo 4:30. 4:30. Naomba niwekee kuanzia 29 mpaka 31. Matendo 4:30. Lakini tukisoma 29 ndio naelewa vizuri. Jamaa walikuwa wamepigwa. Jamaa wamedundwa. Maombi yao hayakuwa Mungu uwalipizie wale waliotupiga, uwafunge, waue kwa magonjwa na laana mbalimbali. Hawa jamaa wamedundwa, wameambiwa subiri Injili, wasilitaje tena lile jina la Yesu, wasiseme anavyookoa. Mstari 29 akasema sasa wanaomba sasa, basi sasa Bwana angalie matisho yao,
ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Yaani wameshadhuriwa na dunia, lakini wanataka kuendelea njia ile ile iliyowadhuru. Jamaa wameumizwa na dunia kwa sababu ya neno la Mungu, lakini hawarudi nyuma, wanaendelea pale pale. Ngoja nikwambie, hata kama umeishiwa pesa, hata kama umefilisika, hata kama umefukuzwa kazi kwa ajili ya neno la Mungu, endelea njia hiyo. Rafiki yangu, siku yoyote ile usijutie kufanya kazi ya Bwana. Usiseme ningelijua kwenye kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu. Rafiki yangu, jinyenyekeze chini ya mkono wa Mungu leo, dari atakunyanyua. Wewe fanye kazi ya Mungu, wewe imba rafiki yangu, wewe hubiri rafiki yangu, wewe toa rafiki yangu. Jamaa wakasema tutafanya, tutatenda, tutie nguvu, tuhubiri neno lako kwa ujasiri zaidi. Ndio chokuwa nataka, yaani huyu Mungu aonekane. Mstari wa 30 usitoe mpaka nikwambie tafadhali. Mstari wa 30 rudisha. Mstari wa 30 anasemaje pa? Ukinyoosha mkono wako na kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu Kristo. Yaani hawa duniani maslahi wameweka ya Mungu. Rafiki yangu, ngoja nikwambie, nishachoka na naomba tuchoke. Sawa, njoo tumshuhudie Mungu kwa matendo makubwa. Ndio amekupatia gari la 7, ndio umejenga nyumba ya 20, ndio umepata mtoto wa 30, ndio umepandishwa cheo, ndio mkurugenzi wa wakurugenzi juu ya wakurugenzi wote kazini Tanzania. Yaani mkurugenzi wa TANESCO yuko chini yako, mkurugenzi sijui nini yuko chini yako, mkurugenzi wa DAWASA yuko chini yako, kila mkurugenzi yuko chini yako. Hata kama umepandishwa vyeo vyote, ngoja, haijafikia. Inatakiwa tufanye kazi ya Mungu, matisho ya Mungu, matendo ya Mungu, uponyaji wa Mungu onekane. Na kuambia hizo shuhuda zianze hapa sasa hivi. Hizo shuhuda ziwe hapa sasa hivi. Wanawake na wanaume, tufanye kazi ya Mungu. Wanawake na wanaume, tuzeekee, tuchakae, tufilisikie madhabahuni. Unapofanya kazi ya Mungu, weka mstari wa 31. Weka 31 sasa. Weka 31, mtoto wa Mungu, nakuomba. Hata walipokwisha, turudie tena, hebu naomba nenda nyuma yangu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, sema kwa nguvu, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Sasa usitoe, na acha hapo, usitoe ya mahubiri. Maandiko, hata kama mtandaoni wataona wayaone, ni maandiko. Sitaki mimi kuonekana. Ngoja nikwambie rafiki yangu, maombi ya kazi ya Mungu yanajibiwa hapo hapo. Maombi ya kujitoa kwenye ufalme wa Mungu yanajibiwa hapo rafiki yangu. Maombi ya kujidhabihu yanajibiwa hapo hapo rafiki yangu. Ukiomba kuhusu Mungu na kazi yake, Mungu na maslahi yake, Mungu na wema wake, Mungu na uwepo wake, Mungu anakufunika, Mungu anatuma malaika, Mungu anatuma jeshi, mkono wa Mungu unakuwa pamoja naye kwa sababu umemweka Mungu kwanza. Wewe muite Mungu kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, nataka nikuone. Mahali ulipokuwa patatikiswa, manake ibilisi imekula kwake. Yule bosi mkorofi imekula kwake. Lile ume lako tukutu kabisa, mwanamume simba ndani, nakwambia talegeza, utakuwa kama paka. Yule mwanamke mbishi kweli kweli, atakuwa mlaini kila saa. Ndio Bwana Rebeka, Bwana wao. Mwita Mungu na kazi yake, mwita Mungu na maono yake, mwita Mungu na mafanikio yake. Mahali pale ulipo patatikiswa. Sema wote wakaja Roho Mtakatifu. Sema wote wakaja Roho Mtakatifu. Wote wakaja Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Sasa wewe nenda kwenye kununua mafuta tu kila siku. Wewe nenda kwenye hadithi za kusimuliwa na kununua mafuta. Neno la Mungu liko hapa dhahiri. Kutenda na kufanya neno la Mungu kuna nguvu ya kuharibu kila kazi ya Mungu. Sasa ngoja nikwambie, tunapofanya kazi ya Mungu namna hii sasa, ibilisi akitupinga, ibilisi akikataa, ibilisi akienda kinyume naye na kazi yako, Mungu anamlisha uchungu tu. Rafiki, kama unafanya kazi ya Mungu kwa mtindo huu, yani kama wewe umejidhabihu kwa Mungu kwa mtindo huu, yani kama umejinyenyekeza kwa mtindo huu, ibilisi hana nguvu mbele yako. Muulize Danieli mlango wa 6 mstari wa 10. Napenda pale. Aliomba kama ilivyokuwa kawaida, akaambiwa utakufa. Akaomba kama kawaida, akaambiwa usiombe mara 3. Akaomba kama kawaida, akaambiwa kuna amri. Akaomba kama kawaida. Mstari wa 16 sawa, Danieli mlango wa 6. Jamaa aliendelea kuomba, ilikuwa ni kwa maslahi ya Mungu, ilikuwa kwa wema wa Mungu. Alipoingizwa kwa simba ilikuwaje? Hivi mnafikiri simba walikuwa wana njaa ndugu zangu? Unafikiri wale simba ni tofauti na waleo? Waliona ujamaa afai kuliwa. Walipokuja wale wengine ilikuwaje? Biblia inasema mifupa yao ilivunjwa kabla hawajagusa chini. Yaani simba walishangilia kuwatafuna wale jamaa. Kula mkono na kitambi chako ulichokuwa na ufungi mwenzako Daniel afunge ile kitambi, tumbo ndio linatoa linaliwa na simba kwanza. Lile guu lako ambalo mke wako anasema mwanamume anaguu kama simba ndio linaliwa.
Ile jiumbile lako mama ambalo unajisikia mtaa mzima, ni hamna mwanamke mwenye umbile kama afu umpendi Mungu, ile ndio linatafunwa kwanza. Yaani simba ndio alikuwa anakula, yaani simba ndio anajisikia vizuri anatafuna. Yule mtu ambaye anampenda Mungu alimwacha pembeni. Na unacheza wewe, unacheza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mkono wa Mungu haubadilishi mazingira tu, no. Mkono wa Mungu unakubadilisha wewe katika mazingira mabaya. Simba alikuwa simba, aliyebadilishwa pale ni Danieli. Mkono wa Mungu haubadilishi tu mazingira, rafiki yangu. Wewe kwenye mazingira machungu unabadilishwa. Yale mazingira machungu yanakuogopa wewe, hayakudhuru wewe. Kila mtu anaumwa, lakini wewe unapita tu, rafiki yangu. Kila mtu anafukuzwa kazi, wewe unapita tu. Kuna mwamba alikuwa anasali hapa, anafanya kazi mitaa miwili kutokea hapa. Kazi nzuri. Tulikuwa naye wote. Kajenga gorofa mahali fulani. Nasimuliaga lakini leo nasimulia kwa kiu tofauti. Alikuwa na shida kazini. Ananiambia pale ofisini. Tumekuwa wote kuanzia darasa 4 namfahamu. Actually mama yake yuko hapa ananiangalia na babake. Kule kazini kuelewa kitu kimoja, kuna mtu anayefunga humu ndani. Ilieleweka hivyo. Kuna mtu anayefunga humu ndani. Kuna mtu anayempenda Mungu humu ndani. Yule jamaa mchawi anaogopwa kazini kote. Yeye ndo alitupwa. Yeye ndo alitolewa. Yeye ndo alitolewa. Yule mtumishi Bwana anaingiaga hapa, sali hapa siku hizi. Lakini anakujaga hapa kwenye matukio. Mungu anamtendea wema tu. Mungu anamnyoosha tu. Mungu anamuinua tu. Mungu amempatia maisha mazuri tu. Mungu amemwezesha tu, kwa sababu ni mtu ambaye amemtumikia Mungu maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu kimoja napomaliza. Tunapokuwa katika dhambi sasa, na nitakuita wewe ambaye hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mwite Mungu wa toba. Ita mkono wa toba. Unapokuwa katika hofu, ita mkono wa imani. Ita mkono wa imani. Unapokuwa katika majaribu, ita mkono wenye nguvu. Unapokuwa katika ugonjwa, ita mkono wa uponyaji na hekima. Upo mkono wenye uponyaji na hekima. Ni mkono hodari, mkono mkuu wa Mungu. Unapokuwa kwenye mahitaji, mwite mkono wa utoaji. Unapokuwa dhaifu, ita mkono wa nguvu. Unapopoteza mwelekeo, ita mkono wa uongozi. Nataka nisome tena maandiko ambayo niliyatamka mwanzo kama maandiko kichwa jioni ya leo. Alafu nitaomba tuombe. Petro wa kwanza mlango ule wa 5 mstari wa 6. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakweze kwa wakati wake. Jinyenyekeze chini ya mkono wa Mungu. Hakuna jambo gumu ambalo Mungu wako aliwezi. Hakuna. Hakuna jambo gumu ambalo Mungu wako aliwezi. Hakuna. Hakuna rafiki yangu. Hakuna. Hakuna hali ambayo imekushinda, imekuumiza, imekusononesha, ambayo Mungu hausiki atasema hiyo sitaki, sogeza pembeni. Hapana. Wewe cha kufanya ni kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu. Ndio tumeokoka, lakini endelea kujinyenyekeza. Endelea kumwambia Bwana, niko hapa, nitumie. Bwana mfalme uzima, sijachoka kufanya kazi yako. Mwili umechoka, lakini nitie nguvu Bwana. Naona kama nasinzia Bwana, niwezeshe kuendelea Bwana. Naona kama nakata tamaa Mfalme, nitie nguvu Bwana. Naona kama nimeishiwa hela Bwana Mfalme, niwezeshe kutimiza ahadi yangu ya ujenzi. Mfalme uzima, niwezeshe. Nitaacha kula mara 3 kwa siku, nitakula mara 2. Mfalme uzima, hela nyingine na kwenye ujenzi. Mfalme uzima, natoa hivi kwako. Natoa hiki kwako. Natoa hiki kwako. Ngoja nikwambie rafiki yangu, Mungu atahusika na maisha yako kunyenyekeza. Atakukweza kwa wakati wake. Sio kalenda yangu ama ya kwako kukwezwa na Mungu. Mungu anakutoa kwenye kalenda miezi 12 masaa 24. Mungu anakupatia kalenda yake ambayo ichakai. Kalenda aliyopewa Ibrahim, miaka 90 anazaa, miaka 100 anazaa na mke wake. Ngoja nikwambie rafiki yangu, ahadi ya Mungu iko kwa wale wanaojinyenyekeza. Ahadi ya Mungu iko kwa wale wanaojisaulisha kwake. Yusufu zaidi ya miaka 27 karibu 30 amefukuzwa, ameingizwa jela, ameonewa, ameshikiziwa, lakini jamaa limejinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu. Yuko jela anamuita Mungu, yuko kwa yule mwanamke fuska anamuita Mungu, yuko kila mahali anamuita Mungu. Ngoja nikwambie, uko kwenye shida, uko kwenye hali ngumu, Mungu anasikia.
Mungu anaona, Mungu anakupenda, Mungu anakutamani, anakutia moyo asubuhi ya leo. Endelea mtoto wa Mungu, endelea kunyenyekeza, endelea kuniita, endelea kukaa ndani yangu. Mkono wa Mungu utakuwa pamoja na wewe, mkono wa Mungu utakuinua, mkono wa Mungu hawezi kukuacha. Mkono wa Mungu unaandika rekodi. Yuko mwanangu ametoa fungu la 10, anayeomba anafunga. Mungu anakujua rafiki yangu, hata kama mkeo amekudharau, hata kama bosi anasema wewe unasinzia tu kazini, wewe endelea na mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana ni mkono wa haki, ni mkono usioshindwa, ni mkono wa miujiza, ni mkono wa uponyaji, ni mkono wenye ahadi, ni mkono imara, ni mkono hodari. Rafiki yangu, acha kila kitu kiharibike, lakini usiache mahusiano na mkono wa Bwana. Inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako. Uko mahali hapo unasema, mchungaji, mimi sijampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unamtaka huyo Yesu ambaye ninamhubiri hapa. Ndio qualification ya kwanza, ndio uwezesho wa kwanza unaokuwezesha wewe mtoto wa Mungu kuqualify ama kufikia viwango vya kulishwa na mkono wa Bwana. Mkono uliomlisha Elia wakati nchi ina ukame wa miaka 3.5. Mkono uliokuwa jangwani na Musa miaka 40 ukampa familia. Mkono uliokuwa na Daudi miaka 10 porini kumwepusha na Sauli mara 3. Mkono wa Mungu rafiki yangu uliokuwa na Esther kule kwenye ikulu, Mordekai anampelekea habari moja baada nyingine. Huo mkono uko mahali hapa, lakini mpaka umpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unasema, mchungaji, asubuhi ya leo sina uhakika na mahusiano na huyu Mungu, niko wapi? Nyosha mkono wako juu. Unataka mahusiano yako na Mungu yaweke sawa? Nyosha mkono wako juu. Mungu yuko mahali hapa, usiofu, usiofu kabisa. Mungu yuko mahali hapa kuinue, yuko mahali hapa kutetee. Nyosha mkono wako juu, unamtafuta Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unasema, ninaomba uniombe nimpokee Yesu asubuhi ya leo, awe Bwana, awe Mwokozi wa maisha yangu, ili huyu Yesu akija asiniache. Nyanyua mkono wako juu, nyanyua mkono wako juu, mtoto wa Mungu. Kama umeelewa na unataka Yesu moyoni, hujawahi kumpokea Yesu, naomba nyanyua mkono wako juu. Kama nyanyua mkono wako juu, naomba usimame, usiogope. Kanisa bado inamisha kichwa. Naomba usimame, naomba usimame, naomba usimame, usiogope. Simama, simama mtoto wa Mungu, simama pale ulipo, usiogope kabisa. Simama, usiogope. Anaomba usogea hapa mbele, sogea kwa ujasiri kabisa. Chukua Biblia yako, kama una pochi chukua. Usiogope mtoto wa Mungu, usiogope kabisa. Njoo kwa ujasiri kabisa, njoo kwa ujasiri, njoo kwa ujasiri wote, njoo kwa ujasiri, njoo kwa ujasiri. Nataka kuongea na kanisa. Wewe ni mtoto wa Mungu, unasema, ninaomba Mungu aniwezeshe ninyenyekee chini ya mkono wake ulio hodari. Sijaweza kunyenyekea hapo kabla, nimekuwa na shingo ngumu, ama sikuwa naelewa, sikuwa nafahamu haya mahubiri hajawahi kuja kwangu kwa namna hii. Unasema, nataka ninyenyekee kwenye mkono wa Mungu ulio hodari, even more, zaidi ya hapo mwanzo. Unataka umtii Mungu mazima mara 1000. Ninyenyekee kila siku. Huyu Mungu yuko rafiki yangu kunyanyue. Huyu Mungu yupo akukweze. Unasema, ninaomba Mungu unyanyue kazi za mikono yangu, unyanyue kazi za mikono yangu, unyanyue ofisi yangu, unyanyue biashara yangu, unyanyue elimu yangu, unyanyue mahusiano yangu, unyanyue afya yangu, unyanyue kiroho changu. Bwana, niwezeshe kunyenyekea kwako ili unikweze kwa wakati wako. Simama pale ulipo, simama pale ulipo, simama pale ulipo, simama pale ulipo. Njoo hapa mbele tuombe. Njoo nikuombee maisha yako, njoo nikuombee maisha yako, njoo nikuombee. Mama kaa tu hapo chini, mama kaa hapo chini, mama kaa, hana shida, kaa chini na kuomba tafadhali. Kaa, Mungu atakugusa. Kaa hapo hapo. Wewe unasema unataka mkono wa Mungu, njoo hapa mbele. Mungu akunyanyue, Mungu anyanyue kazi yako, Mungu anyanyue biashara yako, Mungu akuguse. Nilikuwa kwa ndugu yangu mmoja anafanya kazi za mikono yake, nimeenda pale mara kadhaa, nikaenda tena wiki kadhaa zilizopita, nikamwombea yule jamaa. Naona mkono wa Mungu namgusa tu, kila nikienda mkono wa Mungu namgusa, Mungu anamuimarisha. Jamaa anafanya na madhabahu moja kwa moja, yani anafanya na hii madhabahu moja kwa moja. Ngasema, Mungu mtokee huyu mtu, na nina hasira, ninataka Mungu amguse yule jamaa, awe matawi ya juu, jamaa awe kileleni. Mungu amwinue mtu ambaye anajinyenyekeza kwa gharama za kufanya na kanisa kila wakati. Huyo Mungu hawezi kumwacha, huyo Mungu hawezi kumchukulia poa,
Huyo Mungu hawezi kumdharau. Ngoja nikwambie, jitihada zako ziinuliwe na Bwana. Jitihada zako Mungu azione. Jitihada zako zisiishie chini hata siku moja. Jitihada zako zisishushwe na Ibilisi. Mkono wa Bwana uwe pamoja nawe. Mkono wa Bwana utembee nawe. Mkono wa uzima ukushike. Mkono wa Mungu kurutubishe. Mkono wa Mungu kuimarishe katika jina la Yesu. Naomba kanisa zima lisimame. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Unakuja mbele, naomba mnyanyue mikono yenu juu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako Mfalme. Ninakutukuza Bwana. Bwana Mfalme wa uzima. Ninaweka maisha yangu yote. Ninaweka kila nilicho nacho. Ninakitoa kwako. Ninajinyenyekeza. Hakuna ninachokibakiza. Hakuna ninachokisaza. Hakuna ninachokirudisha nyuma. Mfalme, Mungu ngao yangu, nishike, nitetee. Mfalme uzima, niinue kwa wakati wako. Niinue kwa wakati wako. Sema, imarisha maisha yangu. Imarisha maisha yangu ya kutumikia wewe. Kazi yangu Bwana ikutumikie wewe. Sema, biashara yangu Bwana ikutumikie wewe. Sema, familia yangu Bwana ikutumikie wewe. Sema, maono yangu Bwana yakutumikie wewe. Sema, mali zangu Bwana nazinyenyekeza zikutumikie wewe. Sema, pesa zangu Bwana naziweka chini ya ulinzi wako, chini ya mafao yako. Mfalme wa uzima, uzizidishe ninapokutumikia, zikutumikie wewe. Mfalme wa baraka, nasalimisha yote kwako. Shika moyo wangu, shika ukiri wangu, nikumbushe nisirudi nyuma, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi. Anza kumshukuru Mungu ametenda sasa. Shukuru Mungu ametenda. Mshukuru Mungu ametenda. Mshukuru Mungu ametenda, mtoto wa Mungu. Mshukuru Mungu ametenda. Mshukuru Mungu ametenda. Mshukuru Mungu ametenda. Mungu amefanya kwenye maisha yako. Mungu ametenda kwenye maisha yako. Ninakataa kila habari ya kushindwa. Ninakataa kila habari ya kwenda chini. Ninakataa kila habari ya kurudishwa nyuma. Ninakataa, ninavipinga, vimeshindwa katika jina la Yesu. Ninakataa kila uongo. Ninakataa kila ila ya yule mbovu. Imeshindwa katika jina la Yesu. Mungu wa uzima, Mungu wa baraka, Mungu mwenyezi Bwana, tusikie kama kanisa tunajitoa kwako Bwana, tunajiweka kwako Bwana, tunajidhabihu mfalme uzima. Onekana, 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 onekana Bwana, onekana mfalme. Ninajiweka kwako Bwana kama kanisa Bwana, tuinue kwenye kazi, tuinue kwenye biashara, tuinue mfalme uzima, tuinue mfalme kwenye mipango, tuinue Bwana, tuinue mfalme. Inua kanisa la Kinondoni. Ninakataa kufilisika, ninakataa kuamkia. Yesu Kristo, onekana hapa ndani. Tupe neno madhabahuni Bwana, tupe nyimbo na ibada Bwana, tujibu maombi mfalme, tuweze kutolea wewe Bwana, tukutolee mfalme kwa ukamilifu mafungu ya 10, tukutolee mfalme kwa ukamilifu zaka na matoleo mengine yote. Ahadi Bwana, tujenge na wewe Bwana, tuhubiri na wewe mfalme, tushuhudie na wewe katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Nakemea shetani, umeshindwa, ila zako zimeshindwa. Mfalme uzima Bwana, chukua maisha yetu Bwana, chukua maisha yetu Bwana, chukua maisha yetu Bwana, chukua maisha yetu Bwana,
Chukua maisha yetu Bwana, chukua maisha yetu Mfalme, chukua maisha yetu Bwana, chukua maisha yetu Mfalme uzima. Ninasema asante Bwana. Ibilisi umeshindwa, ila zako zimeshindwa, uongo wako umeshindwa, akili zako zimeshindwa, mipango yako imeshindwa. Mfalme uzima Bwana, tawala maisha yangu Bwana, tawala maisha yetu Bwana, tawala Mfalme uzima, tawala Mfalme wa baraka, tawala Mtakatifu, tawala Mfalme uzima. Alipo Bwana yote yanawezekana, yalipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana. Yote yanawezekana, yote yanawezekana. Nitainua macho yangu nitazame milima. Sema msaada wangu katika Bwana. Sema kwa ujasiri, msaada wangu katika Bwana. Sema alizifanya mbingu na nchi. Sema siuache mguu wangu usogezwe. Sema sisinzie yeye anilindaye. Sema naam. Wala hata sinzia. Subiri kidogo. Pale nasema yeye aliye mlinzi wa Israeli. Nataka uweke jina lako. Mimi nitasema yeye aliye mlinzi wa Itneswai. Nataka uweke jina lako. Naenda kurudia mstari mzima, lakini ukisikia yeye aliye mlinzi wa nani unaweka jina lako. Turudie tena. Maandiko ya mstari wa 4 sema naam. Hata sinzia. Wala hata lala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Itneswai. Sema Bwana ndiye mlinzi wangu. Bwana ni uvuli wangu mkono wa kuume. Sema Bwana ni ulinzi wangu. Sema Bwana ni ulinzi wangu. Ni uvuli mkono wa kuume. Sasa nikwambie tena, kunao mkono wa kuume wa Mungu. Acha mkono wako, acha mkono wa bosi, acha mkono mkono wa kuume Mungu nakulinda. Maandiko yanasema ni mlinzi kwenye mkono wako wa kuume. Tupa chini kila kitu, tupa elimu yako. Mkono wa Mungu kukulinda. Hakuna jambia, hakuna jizi, hakuna mtu mkubwa kuliko mkono wa Mungu. Mstari 7 wa 6 anasema, rudia, jua litanipiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Sema Bwana atanilinda na mabaya yote. Sema Bwana atanilinda na mabaya yote. Sema atanilinda nafsi yangu. Sema atanilinda mwili wangu. Sema atalinda kazi yangu. Sema atalinda ndoa yangu. Sema atalinda mali zangu. Sema atanilinda na mabaya yote. Tunamalizia kwa mwisho kwa nguvu zaidi. Sema Bwana atanilinda nitokapo. Bwana atanilinda nitokapo. Atanilinda niingiapo. Tangu sasa hadi mwakani. Tangu sasa hadi wiki ijayo. Tangu sasa mpaka nitakapokufa. Sasa tunatupa yote hiyo. Sema tangu sasa hata milele. Sifu sote. Bwana atanilinda. Jua likiwaka. Bwana atanilinda. Nikiwa sina pesa. Bwana atanilinda. Nikiwa sina chakula. Bwana atanilinda. Sema Bwana